Mtoto anatakiwa kupata chanjo kupitia kampeni hii, hata kama amewahi kupata chanjo ya polio hapo awali. Hivyo basi, mzazi au mlezi usije ukasema kwamba mtoto wangu alishapata chanjo tayari na kwa hiyo pengine hatakiwi kupata chanjo safari hii. Tunataka toe wito kwamba wote mruhusu watoto hao wapate chanjo kupitia kampeni hii. Chanjo hii ni bure na inatolewa kwa njia ya matone. Matone yanawekwa mdomoni, na wataalamu walio afya ambao wameandaliwa watashiriki kwenye zoezi hili mkoani kote. Tunatarajia kwamba watoto wapatao 1,337,079 wanaweza kufikiwa wakati wa zoezi hili la kampeni ya chanjo, na watoto hao ni wale wenye umri wa chini ya miaka 10 kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kampeni hii inalenga kuongeza ulinzi wa mtoto na kuimarisha kinga yake dhidi ya ugonjwa huu, lakini pia inasaidia kuongeza kinga ya jumla kwa jamii nzima. Lakini pia niwaombe wazazi na walezi ambao watoto wao wapo mashuleni au wapo kwenye daycare au kwenye sehemu za ibada, kwenye madrasa, kwenye shule za kanisa au vinginevyo vile, washirikiane na walimu, viongozi wa dini na viongozi wa jamii ili kuhakikisha watoto wao pia wanafikiwa kupitia kampeni hii. Pia nitoe wito kwa viongozi wote katika mkoa wa Dar es Salaam, wakiwemo viongozi wa... Kwa wananchi ni waombe tujitokeze kwa wingi. Hii ni fursa ya pekee. Tumesema lengo kuu hapa tunaongeza au tunaboresha kinga ya mtoto. Kwa hiyo ambaye tayari anayo kinga tunaiboresha zaidi ili aweze kupambana vizuri zaidi na huu ugonjwa wa polio. Na ni kwa nini watoto wote ambao wamepata zile chanjo zao za kawaida wanapaswa kupata hii chanjo? Inatolewa kwa kama nchi inaonekana ina hatari ya mlipuko wa polio. Ni chanjo ambayo kwenye ratiba ya kawaida ya utoaji wa chanjo haipo, na ndio maana tunasema hata mtoto ambaye amekamilisha chanjo au amepata zile chanjo nyingine lazima na hii chanjo apewe. Ni chanjo maalum ambayo Shirika la Afya Ulimwenguni inaelekeza nchi kuitumia pindi kunapokuwa na hiyo hatari. Kwa hiyo hata mtoto ambaye amekamilisha chanjo bado ana hatari kama hatopewa hii chanjo maalum ambayo imeelekezwa na Shirika la Afya Ulimwenguni.